السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل، الذي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس وهو فوق إدراك الناس. الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مشتاقا بلوغ كمال، والكل دون الله لو حققته عدم على التفصيل والإجمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد أقر بالذنوب فاستغفره فأتاه من استغفاره فضل الإله وجوده ونعمه والمغفرة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Ndugu zangu Waislamu, tumeweza tena leo kukusanyika kwa ajili ya kuelekezana katika mambo ambayo yatatunufaisha katika dunia yetu na katika dini yetu. Na kukusanyikana huku bila shaka ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kwa nguvu zetu wala kwa uhodari wetu. Ndugu zangu, tukiwa tuko katika Ijumaa ya pili kuanzia tulipoingiliwa na mwezi wa Ramadhani, ambayo Ijumaa hii ya pili bado ni katika 10 la kwanza, kuna baadhi ya masala ambayo tumeyaona yana umuhimu kwamba leo tuje tuelezane, kila mmoja wetu ajue jinsi ya kuyatumia kwa faida yake yeye mwenyewe. Kuna watu ni mahodari katika jambo linaloitwa kujipendekeza. Tunapokuja katika ishu ya kujipendekeza, kuna watu ni wajanja na wala hawahitaji kufundishwa wafanye nini ili kujipendekeza. Kuna watu inapofika suala la kazi ni mahodari kujipendekeza kwa wale matajiri zao ili wale matajiri wawapende, waongeze cheo, waongezwe mishahara, wala hataki kufundishwa kwamba afanye nini ndio awe amejipendekezesha kwa yule tajiri yake. Yeye mwenyewe yuwajua afanye nini na nini na nini ndio awe amejipendekezesha kwa yule tajiri yake. Kuna watu ni mahodari katika kujipendekezesha. Tunapokuwa upande wa wanafunzi twasoma, kuna watu ni mahodari kujipendekezesha kwa walimu. Yani yuwajua nini nifanye ili yule mwalimu wangu anipende, wala hahitaji kukochiwa, wala hahitaji kuelezwa kwamba ukitaka mwalimu wako akupende
ABCD, la, yeye mwenyewe yuwajua nitafanya nini, mwisho wa siku mwalimu wangu mimi itakuwa yuanipenda. Utamuona yuajipendekezesha kwa mwalimu wake kwa kila njia, na naam, yuafaulu, mwalimu yampenda. Kuna watu ni mahodari kujipendekezesha kwa wazazi wao. Kuna watu ni mahodari kujipendekezesha kwa wake zao. Hauwezi kumfundisha afanye nini ili mzazi wake ampende, au afanye nini ili mke wake ampende. Yuwajua kila kitu yeye, kwamba mimi nikitaka niupate moyo wa mke wangu anipende vizuri, niupate moyo wa mzazi wangu anipende kisawasawa, natakikaniwa nianzie hapa, niende pale, nimalizie pale. Kwa hiyo tunapozungumzia jambo la kujipendekezesha, hili ni jambo ambalo wengi wetu tunalo. Kama hujipendekezeshi pale, wajipendekezesha kule. Kama hujipendekezeshi kwa yule, wajipendekezesha kwa wale pale. Lakini wengi wetu jambo hili tunalo, na sana sana hatujaelezwa nini tufanye ndio tuwe tumejipendekezesha. Sisi wenyewe tayari twajua tufanye nini na twafanya. Sasa jambo hili la kujipendekezesha ndilo ambalo leo twataka tulieke hapa hadharani, lakini kujipendekezesha huku sio kwa viumbe wala sio kwa watu wengine. Twataka tuzungumziane kujipendekezesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mambo gani ambayo wewe ufanye ili iwe umejipendekezesha kwa Allah, Mwenyezi Mungu akupende? Kwanza kabisa tuelewe kuwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala yuwapenda waja wake wote, kiasi ya kwamba hata wale ambao wanamkosea Mungu, wale ambao wako nje na barabara ya Mwenyezi Mungu, bado Mwenyezi Mungu yuwazungumzisha kwa namna ambayo yafurahisha, kwa namna ya kuonesha kwamba mimi nawataka nyote, hata nyinyi mlopotea. Anza mfano mdogo, Musa na ndugu yake Harun walipotumwa waende kwa Firaun. Pamoja na kwamba Firauni amepotea, kupotea kikweli kweli, lakini Mwenyezi Mungu alipokuwa yamtuma Musa na Harun waende kwa Firauni, hakuwaambia mkifika pale muongelesheni kulingana na yeye, yani ukileta leta na sisi twaleta leta, au zile lugha, akimwaga mboga nyinyi mojeni ugali. Kwa hiyo hakuna mambo na kubembelezana, yuwataka sawa, hataki aende zake. Mwenyezi Mungu hakuwaambia hivyo kina Musa, bali aliwaambia maneno yanayoonesha hata kama Firaun amepotea bado sisi tumtaka. Akawaambia, idhhaba ila firauna innahu tagha, nyinyi wawili nendeni kwa Firaun. Firauni amepita mipaka, amepotea. Lakini pamoja na kuwa amepita mipaka na amepotea, mukifika msimuongeleshe vibaya. Mwenyezi Mungu akamwambia, faqula lahu qawlan layyinan, mukifika kwa Firauni muongelesheni maneno laini laini, muongelesheni maneno mazuri mazuri, la'allahu yatadhakkaru au yakhsha, hata yeye huenda moyo wake ukakumbuka kuna Mungu, au akarudi katika barabara ya wanaomwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu katika mfano huu wa kwanza aonesha kabisa ya kwamba hata wale waliopotea kama Firauni bado Mwenyezi Mungu walikuwa yawataka warejee katika njia yake. Na ndio maana aya tuliyotanguliza Mwenyezi Mungu awazungumzia wale waliokosea sana, awazungumzia wale wenye madhambi mengi. Mwenyezi Mungu asema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema ewe Mtume Muhammad, enyi waja wangu ambao mumezifanyia makosa nafsi zenu, enyi waja wangu ambao mumezifanyia israfu nafsi zenu. Mwenyezi Mungu amwamrisha mtume aseme, enyi waja wangu ambao mumeasi, la taqnatu min rahmatillah,
Musiangalie maovu yenu mukakata tamaa kupata rehema za nani? Za Mwenyezi Mungu. Usiyatizame madhambi yako ukayaona ni makubwa kuliko msamaha wa Mungu. Usitizame makosa yako ukayaona ni mazito kuliko rehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu yuwasamehe madhambi yote. Wewe rudi kwa Allah, innahu huwa al-ghafurur rahim. Mwenyezi Mungu ndio mwingi wa kusamehe, mwingi wa sikitiko. Hakuna anayesamehe sana kumshinda Allah, hakuna mwenye sikitiko kubwa kumshinda Allah. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani amesema kujisifu, wa ya'fu an kathir, Mungu yuwasamehe mengi. Sasa iangalie hii aya, Mwenyezi Mungu yuanizungumzia mimi na wewe ambao kwa njia moja ama nyingine tumeteleza tukazidhulumu nafsi zetu. Tumefanya madhambi, tumefanya maasiya, tumefanya makosa. Mwenyezi Mungu yuatuambia tusikate tamaa kuhusu rehema zake. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu yuwasamehe madhambi yote. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa sikitiko. Kwa hiyo pale mtu anapojiambia mimi nimemkosea Mungu sana, hivi kweli Mwenyezi Mungu atanikubalia? Qur'ani yamwambia Mwenyezi Mungu atakukubalia. Muhimu ni tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tubu toba ya kikweli, basi Mwenyezi Mungu atakukubalia. Sasa Mwenyezi Mungu atutaka sisi waja wake sote turejee kwake. Kisha katika kututaka huko atuonesha jinsi gani ana rehema nyingi, yani ana sikitiko kubwa kwetu sisi waja wake, ili mradi tusikae mbali na mlango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa yeye mwenyewe yuatutaka sisi wenye makosa tumrudie, ikiwa yeye mwenyewe atutaka sisi ambao tuna madhambi tusikate tamaa, ikiwa yeye mwenyewe atutaka sisi ambao tumefanya mambo ya ajabu tusife moyo, kwa nini sisi tusijipendekezeshe kwa Mwenyezi Mungu huyu? Kwa nini sisi tusijipendekezeshe kwa Mola wetu huyu? Ulisikia wapi ikawa umemkosea mtu makosa tofauti mengi, makubwa kwa madogo, kisha ule mtu yakwambia usikate tamaa na msamaha wangu, wewe endelea tu mimi? Ulisikia wapi? Mtu ukimkosea asubuhi, ukimkosea na jioni, huyo mtu tayari ashakutoa katika kundi la watu ambao wafaa hata kuangaliwa, kwa sababu wewe wamfanyia kusudi. Lakini Allah yukwambia wewe ambaye umeidhulumu nafsi yako kwa njia tofauti, bado huruhusiwi kukata tamaa kwamba kweli mimi Mungu atanisamehe, kweli mimi Mungu atanipokea. Bado huruhusiwi kukata tamaa, watakikaniwa urudi kwa Mungu, na ukirudi kikweli, ukirudi kidhati, Mwenyezi Mungu atakupokea na Mwenyezi Mungu atakusamehe. Sasa Mwenyezi Mungu huyu ambaye msamaha wake uko namna hii, ni jukumu letu na sisi kujipendekezesha kwake. Mwenyezi Mungu ashaonyesha mimi nawataka nyote, na sisi tumuonyeshe ya Rabbi, na sisi tukutaka pia. Sasa hapa tunataka tuzungumzie baadhi ya njia ambazo ukizitumia wajipendekezesha kwa Mungu. Yani ni kama mwambia Mungu, ya Rabbi nipende, ya Rabbi na mimi nitie katika waja wako, ya Rabbi na mimi niweke katika watu wa peponi. Wajipendekezesha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la kwanza ambalo hili ni kujipendekezesha kwa Mwenyezi Mungu, wanatuambia atawaddudu ila Allahi bitauba. Jipendekezeshe kwa Mwenyezi Mungu. Hatua ya kwanza ni kuleta toba kwa makosa ambayo umewahi kuyafanya. Tunapozungumzia suala la kuleta toba kwa makosa ya mtu aliyoyafanya, kisha mtu aseme mimi sina dharura ya kuleta toba kwa sababu mimi sina kosa nililolifanya, huyo mtu ni mrongo. Hakuna hata kiumbe mmoja ambaye hahitaji kutubia kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna ambaye hajawahi kumkosea Mwenyezi Mungu, iwe kwa kubwa iwe kwa dogo,
iwe kwa siri, iwe hadharani, lakini kwa njia moja ama nyingine, kila mmoja ashawahi kumkosea nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinachotakiwa, kitu cha kwanza cha kujipendekezesha kwa Mungu ni kutubia. Sasa hebu sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha utambue unapotubia Mwenyezi Mungu yakutaka kiasi gani. Yani ndio ujue Mwenyezi Mungu ashatuambia ni nyinyi tu. Sasa chambele chenyewe kusema ni kama sasa umepewa penalty pale, alafu na goalkeeper pia ameambiwa aondoke, wewe na zile bimu pale, alafu wakosa. Kukosa kwenyewe haukutoa hata angalau ukapiga ukakosa ikatoka kona, untoa out ya kurusha, yani goli huku kapiga huku ama ukapiga huku, yani hata kila mtu atakushangaa, salala yule ni player wa aina gani? Mpaka chance kama hiyo pia amekosa. Yule ataka chance gani nyingine ndio ambao ataweza kufunga bao? Ataka chance gani? Ndio mfano hunu namna ambavyo Mwenyezi Mungu ametuambia ni nyinyi tu. Hebu sikiliza hii hadithi. Tumesema lallahu afrahu bitawbati abdihi min ahadikum bifalat. Mwenyezi Mungu hufurahia zaidi mja wake anapotubia kwake. Muislamu anapotubu madhambi yake, Mwenyezi Mungu jambo hilo hufurahi zaidi kuliko furaha ya mmoja wenu aliyekuwa safarini akafika majangwani. Sikiza huu mfano vizuri uelewe, ndio ujue Mwenyezi Mungu akutaka, na hasa wakati kama huu wa Ramadhan, tena bado hata 10 la mwanzo hatujalimaliza, ndio mahala penyewe pa kujipendekezesha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuna makosa mengi, ametujalia tumepata Ramadhani, bado na msamaha pia tuukose. Sisi tunataka chance gani kwani? Tumesema furaha ya Mungu ni kubwa kuliko mmoja wenu aliyekuwa safari akafika majangwani, na wakati huo akiwa safari alikuwa juu ya mnyama wake. Katika ule mnyama amebeba kila kitu, ukiulizia chakula kiko pale, maji yako pale, dawa ziko pale, nguo ziko pale, zawadi alizobeba za huko anakokwenda ziko pale. Yani kila kitu anachohitajia msafiri yeye amekiweka juu ya ule ngamia. Bwana akaenda na safari yake, akafika mahali akajipata amechoka, wacha kidogo niweke pause nipumzike, alafu baadaye niendelee. Lakini uko majangwani akaona mahali mfano wa kivuli, akaona wacha niende pale nijipumzishe kidogo, kisha nitaendeleza safari. Akaenda kwenye kivuli mwenyewe akajituliza pale, mnyama wake kando, na yeye akajituliza kupumzika, sio kulala. Lakini na maandiko ya Mwenyezi Mungu yameandika kwamba akipumzika alale. Alipojipumzisha usingizi ukambeba kwa machofu ya safari. Usingizi umembeba hata akija akipata fahamu, akimwangalia ngamia wake ambao ndio tegemeo lake la kufika aendapo kwa urahisi, ngamia hayuko. Bwana akaanza harakati za kumtafuta, manake ngamia wake ndio kila kitu chake katika hiyo safari. Akaenda kulia, kushoto, akapanda juu, akashuka chini, kila mahali ngamia hayuko, na ni majangwani, hakuna mtu, hakuna miti, hakuna lolote. Bwana akatafuta, njaa na kiu za mchapa, mpaka akakata tamaa. Akajiambia, ya nini niendelee kupata tabu na mimi wakufa tu? Sasa mimi kwisha langu, wacha nirudi pale pale nilipokuwa nimejipumzisha, nikajipumzishe tena, nimsubiri malakul mauti aje achukue roho, basi kwisha. Akarudi pale pale alipokuwa akajipumzisha, yuasubiri malakul mauti aje atoe roho, na hakwenda kulala, kujipumzisha tu. Lakini Mwenyezi Mungu ameandika huyu mtu akijipumzisha mara pili alale tena, usingizi ukambeba tena mara pili. Hata alipokuja kufungua macho kwa mara ya pili, amuona ngamia amemsimamia mbele yake. Huyu hapa
Bwana haamini macho, yuangalia mara tatu. Ndio ngamia huyu hapa akaona, hapana, ngoja nihakikishe vitu vangu viko. Akaanza kupekua, akapata kila kitu kiko kama alivyokiweka, hakuna kilichoguswa, hakuna kilichopunguzwa wala kilichoharibika, kila kitu kiko sawa sawa. Mtume atuambia, hebu kisieni huyu mtu ambaye ilikuwa ashayachungulia mauti, furaha yake itakuwa vipi? Atakuwa na furaha kiasi gani ya yule ngamia wake kurejea? Furaha hiyo wakati wewe imagine, huyo mtu atakuwa na furaha. Mtume ameielezea imekaaje. Mtume asema kwa furaha huyu mtu akamshukuru Mungu, lakini kumshukuru mwenyewe akakosea, akamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ewe Mola, wewe ni mja wangu, mimi ndo Mola wako. Badala aseme anta rabbi wa ana abduka, wewe ni Mola wangu, mimi ndio mja wako. Akamwambia Mungu ndo mja wake, yeye ndio Mola wake. Na Mtumi baada ya maneno haya akasema akhtaa min shiddatil farah, amekosea kwa furaha kali, mpaka amwambia Mungu ndo mja wake, yeye ndio Mungu wake. Amekosea kwa furaha kali. Wafikiri amefurahi kiasi gani mpaka kukosea namna kama hiyo, kumwambia Mungu wewe ni mja wangu. Sasa ukishaielewa furaha ya huyo mtu, Mtume akwambia Mwenyezi Mungu unapotubia kwake hufurahi zaidi kuliko huyo mtu. Mwenyezi Mungu unaporudi kwake, ya Rabbi nisamehe, ya Rabbi kadha, ukajipendekezesha kwake, ukalia, ukawatubu, furaha ya Mungu ni kubwa zaidi kuliko furaha ya huyo mtu kwa kumuona mnyama wake ambaye alikuwa ashakata tamaa. Sasa njia ya kwanza ya kujipendekezesha kwa Mwenyezi Mungu ni atawaddudu ila Allahi bitauba, ni kila mmoja wetu atubu dhambi alizonazo kwa Mwenyezi Mungu. Kutubu, utatubu vipi? Keti kando, muombe Mwenyezi Mungu msamaha, juta kwa ulioyafanya, lia, nyenyekea kwa Allah na utienia ya kwamba sitorudi tena kule nilikokuwa, hapa nilipo nitaendelea mbele kumtii Mwenyezi Mungu jalla jalala. Njia ya pili ya kujipendekezesha kwa Mungu wanatuambia ni atawaddudu ilayhi bin nawafil, kujipendekezesha kwa Mungu kwa hizi ibada za sunna. Ramadhani imewasili, imewadia, na labda mtu bado hajaamua kuwa mtu wa sunna, bado ambakia pale pale. Yani kikubwa kwake Ramadhani swala 5, hapo ndio amefanya bonge la sacrifice, yani amejitolea. Swala 5 akishapata alfajiri tena ya vita, akapata adhuhuri alasiri, akapata magharibi isha ya kubahatisha, mara iftari imemlemea mwenyewe, nimefanya kazi kubwa. Yani yeye akishapiga swala 5 khalas, alhamdulillah, paka Ramadhani imeingia, hajaamua kujipendekezesha kwa Allah kwa ibada za sunna. Utajipendekezesha kwa Mwenyezi Mungu na kitu gani? Huna sunna za qabliya, huna sunna za baadia, huna rak'ata al-fajr, huna sunna al-mutlaqa, sunna zozote. Wewe umeshikana na swala 5 na wewe ni sawa, si tatizo, lakini utajipendekeza lini kwa Mungu? Swala 5 lazima uswali. Ni kipi ambacho wajipendekezesha nacho kwa Allah? Waambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, swala 5 nafanya, lakini waona na hizi zingine, ya Rabbi nataka unipende, ya Rabbi nataka na mimi unitie katika kundi la waja wema. Utajipendekezesha lini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa sunna mpaka sasa bado hujakuwa nazo? Al-Imamu Al-Ghazali katika kitabu chake Bidayatul Hidayah atuambia faradhi hizi sunna ndio kitu ambacho chaziba mapengo kwenye faradhi. Yani kama ulipokuwa ukiswali swala zako 5 kulikuwa na mapengo, mara ile swala yako ya dhuhuri, hapo ulikuwa na mawazo, hapo ulisahau, hapo ulikuwa hujui usoma nini, hapo ulikuwa na kadha. Yale mapengo yatazibwa na nini? Anasema kinachoziba ni hizi swala za nini?
za sunna, ndo zaziba mapengo ya faradhi. Na mapengo hayakosekani, swala zetu ni hizi tuzijua sisi wenyewe. Anauliza Imam Ghazali, ikiwa sunna huna, swala zako za faradhi zikiwa na mapengo zazibwa na nini? Swala zako za faradhi zikiwa na majongo za rekebishwa na nini? Kitu gani cha bandiko pale kuziba yale majongo? Hakuna, kwa sababu huna ibada za sunna. Sasa moja ya kujipendekezesha kwa Allah ni mtu afanye bidii, awe na saumu za sunna, awe na swala za sunna, na awe na ibada tofauti za sunna. Tunapokuwa ndani ya Ramadhan kama hivi na bado mtu hajatubu dhambi, tuko ndani ya Ramadhani, mtu hajaamua kuwa mtu wa kuswali sunna, bado yuko tu mwenyewe, swala 5 amemaliza, huyu bado hajajua namna ya kujipendekezesha kwa Mungu. Na sisi twamfungua macho leo, swali wewe ibada za sunna, swali swala za sunna. Utazifanya wakati gani ikiwa mpaka Ramadhani huzifanyi? Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ni Qudsi, Mtume atuambia kwamba Mwenyezi Mungu asema, ma taqarraba ilayya almutaqarribuna bimithli adai maftaradtu alayhim, siku zote anayetaka kujikurubisha, kujiweka karibu na Allah, basi aswali swala za faradhi, atakuwa karibu na Allah. Kisha hadithi inaendelea kusema, wala yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, yule anayeswali swala za sunna sana akiendelea nazo, Mwenyezi Mungu asema nitampenda. Yani amejipendekezesha. Ukijipendekezesha sio ataka upendwe, na huyo amejipendekezesha kwa Mungu kwa swala za sunna, mpaka hadithi yasema Mungu atampenda. Sasa Mungu akimpenda, usiulize tena, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, Mungu atamfanyia kila atakalo, kwa sababu sasa Mwenyezi Mungu yafanya nini? Yuampenda. Sasa hakuna kitu cha kujipendekezesha kwa Mwenyezi Mungu kizuri kama kujipendekezesha kwa hizi ibada za sunna. Jambo la 3, kujipendekezesha kwa Mwenyezi Mungu kwa kusoma suratul Ikhlas au kusoma Qur'ani kwa ujumla. Wanasema yule Sayyiduna Muadh ibn Jabal, sahaba mtukufu wa Mtume, huyu alikuwa kule kwao, yeye ni imamu akiswalisha watu, lakini mwenyewe raha yake kabla ende kule kwao kuswalisha watu, kwanza yuaja kwa Mtume msikitini, kwa Mtume yuaswali nyuma ya Mtume. Akimaliza Mtume akipiga salamu, akimaliza huku ndio yuenda kule kuswalisha watu swala ile ile ambayo yashaiswali nyuma ya nani? Nyuma ya Mtume. Lakini huyu bwana kila anaposwalisha ni mpaka akimaliza kusoma kile asomacho atasoma na qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atasoma alhamdu, atasoma na sura baada alhamdu, kisha atasoma na qul huwallahu. Wale wanaoswalishwa kule wakajaleta mashtaka kwa Mtume, ya Rasulullah, huyu bwana akituswalisha mpaka asome suratul Ikhlas, asome qul huwallahu ahad, tunataka tujue kwa nini mpaka asome qul huwallahu wakati ashasoma alhamdu, ashasoma sura nyingine, rukuu atasoma qul huwallahu. Kwa nini? Mtume akamuuliza Muadh, kwa nini wafanya hivyo? Muadh akamwambia Mtume, ya Rasulullah, kwa sababu mimi naipenda hii suratul Ikhlas. Yani ni sura inaomtakasa Mwenyezi Mungu kisawasawa. Mwenyezi Mungu ni mmoja, qul huwallahu ahad. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kutatua shida zetu zote. Allahu as-samad, lam yalid, hakuzaa, wala yulad, hakuzaliwa. Hivyo asema ya Rasulullah, mimi naipenda hii sura, ndio maana hata nikasoma nini huwa naona roho yangu bado haijafurahi mpaka nisome na sura gani? Qul huwallahu ahad. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Muadh alipomwambia mimi ya Rasulullah naipenda, Mtume akamwambia na Mwenyezi Mungu akupenda kwa kuipenda kwako suratul Ikhlas. Wewe wajipendekezesha kwake, wewe waisoma sana, kumaanisha wapenda zile sifa za Mungu ambazo ziko pale ndani, basi Mwenyezi Mungu na wewe akupenda kwa sababu wewe waipenda nini? Hiyo
suratul Ikhlas. Sasa kujipendekezesha kwa Mwenyezi Mungu kwa kusoma suratul Ikhlas au kusoma Qur'an kwa ujumla ni jambo ambalo tutatakikaniwa tuwe nalo. Ni aibu kwangu na kwako, kuanzia Ramadhani ingie hatujatubu, hatuswali sunna, na kuanzia Ramadhani ingie hatujawahi hata kusoma Qur'an. Watakaopewe nini? Watakaofanyiwe nini ndio useme hapa mimi napendwa? Chances zote wapatiwa, hutaki kuzitumia. Mwenyezi Mungu mpaka yukupatia nafasi ambazo hazina mfano, huzitaki. Watakaofanyweje wewe? Labda iliyobakia ni mtu ashikiwe kiboko. Sasa akicharazwa viboko kadhaa ndo atakumbuka, ndo sasa tatia akili. Lakini kumbe mtu labda akielezwa hivi hivi hawezi. Ni kama wanavyotuambia wale Waarabu, al-asa tuzilu jimaha al-himari. Wakati mwingine ule punda ukiwa umempandia hivi twende ukuchezea hendi, lakini shuka kidogo, mfunge kwenye kigogo cha mnazi, mtie mamboko, mtie virungu, umkumange. Sasa wewe wakati waona wamwadhibu, kumbe mwenyewe ni kama umempa juice anwe, asikia raha, mfungue panda. Tasikia raha, atakupeleka vizuri baada ya kuwa umemtia adabu. Asa huenda labda mimi na wewe pakatia adabu ndo tuelewe, kwa sababu tumeletewa nafasi lakini hatuelewi kama tumeletewa nafasi. Ramadhani 10 la kwanza laenda kumalizika, mtu madhambi yale yale bado hajawahi kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi natubu kwako, ya Rabbi nifutie dhambi zangu. Aona kwamba yeye aliyofanya nyuma yote ni sawa, hakuna dharura kumwambia Mungu nisamee dhambi zangu. Hatubu kwa Mungu. Ramadhani imeingia 10 la kwanza laenda kuisha, hajawahi kabisa kuswali sunna. Yeye akiweza sana ni swala 5. Ramadhani imeingia, Qur'an hajaifungua, hata kusoma suratul Ikhlas pia hajawahi kufanya. Ufanyweje wewe? Basi wanazuoni watupatia sampuli ya mwisho ambao tutakoma nayo. Wanatuambia ni atawaddudu ila Allahi bilbukaa. Jipendekezeshe kwa Mungu kwa kulia. Yani ukumbuke mabaya ulioyafanya, ujikumbushe mambo tofauti. Kiyama nitakiweza, moto unavotajwa nikiusikia mimi nitauweza, adhabu za Allah, moto wa bambua ngozi. Ujikumbushe mambo ya kukuogopesha hadi ujipate watoka machozi kwa ajili ya kumwogopa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kule kulia pia kwa sababu ya Allah ni moja ya kujipendekezesha kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umewahi kulia kwa ajili ya Mungu? Umewahi kutokwa na machozi kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu? Machozi tutakubali yanatutoka, lakini tukija kwa ajili ya Allah tuweza tukapata ni wachache sana ambao machozi yamewahi kuwatoka kwa ajili ya kumwogopa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kuwataja wale watu ambao watakwenda kufunikwa na kivuli cha Allah, wale watu 7, mmoja wao Mtume alimtaja huyu mwenye kulia kwa ajili ya kumwogopa Mungu. Mtume akasema, wa rajulun dhakara Allaha khaliyan. Mtu mwingine ni mtu ambaye aliketi akamtaja Mungu akiwa faragha, mwenyewe na tasbihi yake, au mwenyewe ameshika kitu chake chochote, ikawa yamtaja Mwenyezi Mungu, yamtaja akamfikiria Mwenyezi Mungu mpaka akajipata machozi yake yanamtoka kwa kule kumtaja na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Huyu ambaye machozi yamemtoka kwa ajili hiyo amestahiki kutiwa katika kivuli cha nani? Cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana wanazoona kukwambia usiweke masaa yako yote wewe na watu. Yani usubuhi uko na watu, mchana uko na watu, jioni uko na watu, usiku uko na watu. Jiwekee kuna muda uko na Mungu. Yani muda huu mimi huwa niko zangu nyumbani, nimefunga na mlango, sitaki story na mtu, niko pale mwenyewe, aidha navuta uradi, nafanya nini, namtaja Mwenyezi Mungu ili mradi mpaka nipate athar kwenye moyo, ikiwezekana machozi niyapate yananitoka, hata kama ni kidogo tu. Hayo ndio tunaoyataka, hayo kidogo.
Si lazima yatoke mpaka yatone kwenye nguo, kidogo tu liko hapa lile chozi, hilo pia usikubali kuliacha. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu Waislamu, nini ambacho kwamba tukizungumza hapa? Hapa tuko katika kuelezana kuupatiliza mwezi wa Ramadhani kwa njia ya kujipendekezesha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Njia tumetaja chache, tumetaja kutubu, kuswali swala za sunna, kusoma Qur'ani, tumetaja na pia kulia, lakini ziko tofauti. Kama ambavyo hufundishwi kujipendekezesha kwa mkeo, hufundishwi kujipendekezesha kwa tajiri yako kazini, hivyo ndivyo ilikuwa hutakaniwi kufundishwa kujipendekezesha kwa Mungu. Lakini kwa kuwa mtu aweza ikawa yuaketi hajui afanye nini Mungu ampende, tukaona tuelezane mambo haya. Lakini waweza kujipendekezesha kwa Allah kwa kuwatendea wema wazazi wako wawili. Waweza kujipendekezesha kwa Allah kwa kuwasaidia maskini na mayatima. Waweza kujipendekezesha kwa Allah kwa kulisha, kwa kufuturisha, kwa kualika, kwa kuzungumza maneno mazuri, kwa kila jambo ambalo ni jema. Lolote ukilifanya kwa nia mimi najipendekezesha Mungu anipende, na thawabu zake utakuja kuziona na Mwenyezi Mungu atakupenda. Inshallah paka hapa tutakoma. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.